mwanamke baada ya Israeli kufa mwanaume ambaye au mwanao kwa baada ya Israeli kufa wao waliishi walipi. Lakini yeye kazi mtachinja na kondoo ambaye kondoo mtapata kwenye mbele nani alichinja na kondoo kwa tafsiri ya Yesu Kristo ambaye alipokuwa anapenda kuwa msalabani alipenda kama na kondoo alihesabiwa kuchinja ili malaika anapokuwa anapita kwenye mlango wa mlango akupe damu maana ampatao Yesu Kristo kama Yesu Kristo katika analochika wala Yesu Kristo wala Yesu Kristo maana ndivyo kama anapokuwa anapita juu malaika yeye tafsiri ya kwamba Pasaka ni kuvuka yani Passover maana ni kupita juu yani ni kupita juu ya Israeli na hiyo akaendelea malaika anapita juu na anatoka ndani ya kanisa la kanisa wala Yesu Kristo akapita juu ya wale ambao wale wapelekwa tena wale wanataka wewe salama wasiwe na hali ya mateso wasiwe na hali ya sisi wasiwe na hali ya shida anataka kuwaacha usiku wala kupiga vita ya kama wale kwa Bwana atapita juu yako bila usiku kwa kama pesa Israeli ni washio nchi kwenye mlima ni wasao Bwana asifiwe amen Bwana asifiwe amen lakini neno kuvuka au Passover kama ilikuwa inamaanisha Waebrania pesa Bwana asifiwe amen neno Passover au kuvuka katika lugha ya Biblia ilikuwa inamaanisha pesa maana yake ni kuvuka Bwana Yesu sasa amen kwa hiyo semeria watu wote watavuka maneno kwa ndio yake katika semeria watu wote watavuka maneno kwa Yesu sasa amen hautakuwa kama kawaida kama jinsi ulivyoingia kama Bwana alivyokupa tutavuka ndani ya Pasaka na Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai atakuwa chini yetu haleluya lakini maana neno Pasaka ile ni mwanzo mpya wa maisha ya Kristo amen ni mwanzo mpya wa maisha ya Kristo Mungu anawapa watu wake kwamba atawaambia kuanzia sasa mtakuwa na mwanzo mpya na uwezi ndio unakuwa mwanzo mpya kwenye maisha yako ndio yake kuanzia leo mtu ataendeleza ikawa chache atakuwa na mwanzo mpya kwenye maisha yako kwa jina la Yesu na tena kuanzia leo mtu ataendeleza chache endeleza katika yako atakuwa na mwanzo mpya kwenye maisha yako maisha yako mwili maisha yako ya maisha yako uchumi maisha yako familia yako atakuwa na mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti haleluya amen Mungu alipata maisha mpya akawapa maisha mpya akawapa mwanzo mpya wa kale mpaka na mwezi kuna watu kalenda zao zinabadilika kalenda yako inasoma kesho ni siku mpya kalenda yako inasoma kesho ni siku ya kuumia kalenda yako inasoma kesho ni siku ya kuweza kupata mapigo sikiliza lakini aliposhupalia na ndani ya siku hii kalenda yako inataka kubadilishwa Bwana kwa mwanzo katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo wanaleta haleluya amen Pasaka maana nyingine ni hali ya kupita chuo au kuhifadhi Bwana asifiwe sana amen Mungu akaongea watu wake ni majira ambayo nitawahifadhi watoto wao nitawakumbatia nitawafanya wawe salama kama wajatoka alafu akaongea Musa katika pigo hii Farao hatakuweza kutoroka akamwondolea mzao wake wa kwanza na ndio maana kama kuna mzao wa kwanza kwenye familia yako au usipomwombea akakosea kama anataka kujua anapokosea kwenye maisha yake hata wanaopanga wadogo zake watakosea vile maana mzaliwa wa kwanza katika familia ndio lao la Bwana Yesu
Mlango wa kwanza kifungua mimba ni mlango wa Yesu Kristo kurudisha baraka kwenye maisha yako. Narudia tena, mlango wa kwanza kwenye familia yako ni mlango wa kwanza wa Mungu kurudisha baraka kwenye familia yako. Alafu mlango wa mwisho huyu anasimama kama mlinzi wa familia kwa ajili ya kutia upako wa ulinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akasema nitawahifadhi watu wangu, sikiliza, walio ndani ya Kristo ambao ndani ya Pasaka wanaotaka kusherekea hao wamehifadhiwa na Bwana Yesu aliye hai kwenye maisha yao. Bwana atawahifadhi, Bwana atawaweka salama, Bwana atarejesha hali ya furaha. Hata kama kuna uchungu, Bwana atakubeba na kunyanyua. Hata kama umeona kupendeza, Bwana atakuongeza maisha yako. Hata kama umeona kurudisha Bwana atakuinua imani yako. Hata kama umeona kusema, umeona kutahari, umeona kashirika kwa sababu ya changamoto na tangazo kushika na majeshi, Bwana atakuhifadhi upya. Hautakuwa kwa kawaida ndani ya Pasaka hii. Cha msingi tu kubali kufuka na Bwana Yesu. Kubali kufuka na yeye. Na mpesa wa yeye. Asifuke ibaya ibaya. Asifuke na wewe. Haleluya. Anapoteseka msalabani ibaya. Anapoteseka msalabani. Mwambie Bwana Yesu wangu hili upeseke nao. Ukisema adui yako iwe kwa jina la Bwana majeshi, adui yako anapigwa. Ukisema adui yako aondoke kwa jina la Bwana majeshi, unaisikia ndani yako nje, adui yako anaondoka. Hawezi kukaa na kusakia na makazi yako kuondoka. Asiwe na sababu ya shaka. Maana kalima akinaweza kujiambia ile sura ya 11 ile sura ya 11 aya 19 akasema hivi, Bwana atapigania ninyi hao. Bwana atapigania ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema akipona Bwana atakupigania. Mungu wetu anapigana katika ulimwengu wa roho. Mungu wetu anapigana katika ulimwengu hili. Atakawa atakuja yeye atapigana na misemo. Bwana asifiwe. Lakini kuchukua reference kutoka 14:14 anasema Bwana anapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo usiogope, kwa kuwa Bwana yuko pamoja na wewe. Katika hali yako Yesu atapigana kwa hiyo. Haleluya. Amen. Sasa kwa nini muhimu kujua Pasaka wakati wa Pasaka? Tunapata kwa nini muhimu? Na wewe
shule. Kesho tunaanza kuchukua sema amen. Bwana Yesu sasa. Kwa nini muhimu sana kujua Pasaka wakati wa alafu kesho nitaanza kuingia Pasaka agano jipya. Bwana asifiwe. Amen. Pasaka agano la kale ni muhimu kujua kwa sababu Mungu alitupenda. Mungu aliachilia Pasaka kwa watu wake ili wajue kazi ya ukombozi kupitia damu ya mwanakondoo. Mungu aliachilia Pasaka kwa watu wake ili kutambulisha wajue kazi ya ukombozi kupitia damu ya mwanakondoo. Bwana Yesu sasa. Bwana Yesu sasa. Ukataka kutokea kumeni na msema kuna hapa kuna nini? Hapo kasema kurudia, hapo shaka kasema kurudia. Biblia inasema tena mtakuwa mmefunga viuno je, mmevaa viatu vya miguuni na fimbo zenu mikononi na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla baraka. Ni Pasaka ya Bwana. Bwana Yesu sasa. Amen. Akisema maana nitapiga Shamsi usiku huo, nami nitampiga mtego wa kwanza. Wale wa kwanza walipiga Shamsi wawana na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote Misri. Mimi ndiye Bwana. Bwana Yesu sasa. Amen. Ukiona mahali Mungu anazungumza akomete ambapo anasema mimi ni Bwana. Bwana Yesu sasa. Ujue ya kwamba jambo hili ni kweli na kweli, alafu ina msisitizo wa nguli wa Mungu. Ukiona maombi mbele alafu unaomba kwako unasikia pamoja nimekupatia yote alafu mshaka mimi ni Bwana. Maana yake anasikia Bwana huyu, na kuna watu wamepitiliza kama ili kwa mimi ukasema haki kabisa pasa na ifanye mwenye vipati, lakini kwenye Biblia nasema hivi mkao Mungu wako aishi. Ina maana anaapa huyu mwanamke, anaapa huyu fish, anaapa huyu sani, maana anaapa kwa Mungu anaishi. Hata Mungu anaapa mwenyewe anasema mimi niko niliyeko nake kwako ambaye yuko yeye aliyekumbuka. Na kama katika wazee ukienda pale Mungu unamkuta anaitwa yeye ni mzee wa siku. Bwana asifiwe sana. Maana amekuzeeka amezeeka tena akazeeka tena anaendelea kuzeeka, lakini bado kijana anazeeka na mtako pale pale ama na mtiko pale pale, lakini yeye hazeeka kama binadamu. Kwa binadamu ni mdogo ila roho iko hai. Uko mbele utaona Bwana Yesu alipofuta meza akafuta na watu walikuwa kule kuzimu wakapofuliwa wakamoja pamoja, akakumbuka pale pale akatengeneza paradiso heaven, alipotengeneza paradiso mbinguni ile miili ya wale watu ikalipokwenda hakuna kwa Bwana ikabadilika miili yao ikavaa utu mpya, ukaingia paradiso na ngojeo basi ya kuna mwingine mwingine. Mungu Bwana Yesu. Kwa hiyo anasema mimi ni Bwana, hakuna mwingine kama Bwana. Bwana Yesu. Amen. Alikuwa anasifisha kwamba